gani? Sasa kiongozi ni mtu gani? Kiongozi ni mtu anayewatumikia wengine. Uongozi ni kutumika, uongozi ni utumwa. Wengine kwa kuwaongoza, kuhamasisha na kubeba jukumu la ustawi na mwelekeo wa kikundi, jamii au taifa. Yaani wewe umebeba jukumu la mwelekeo wa maisha ya hawa watu. Afrika, nisikilize sana kwa makini, kwa sababu hapa tukifaulu kujua maana ya uongozi na kiongozi ni mtu gani, tumepona. Hatutakimbilia kwamba sasa hivi kila mtu ukimuuliza nataka kuwa kiongozi, nataka kuwa kiongozi, kila mtu amefanya huko, anaacha, anakuja anafanya nataka kiongozi. Kwani ni kwa sababu ya title? Kwani kwa sababu ya fedha? Siku moja nikasema kwenye speech moja miaka kama 2023 wakati nipo Ethiopia, nikasema kwamba viongozi wa Afrika wengi wakishakuwa viongozi wanapata vitambi. Unawezaje kupata kitambi na wewe ni kiongozi? Unaanzaje kupata kitambi? Yaani unapataje kitambi? Yaani unapataje kitambi? Yaani una jukumu, ni mtumwa. Yaani familia yako wewe inakushinda, alafu na watu milioni 100, watu bilioni, watu milioni 60, 70, watu milioni 10 kuwaongoza, watu 10, watu 20, alafu unapata kitambi. Manake ufanye majukumu yako. Yaani ukiona kiongozi Afrika anapata kitambi, ananenepa, hafanyi majukumu, hauwezi ukalala masaa 8 na wewe ni kiongozi. Huwezi ukapata muda wa kwenda kwenye vacation Dubai na wewe ni kiongozi. Yaani watu nao waongoza waache wapate vacation. Wewe kiongozi utapata vacation ukisha staff, ndio vacation yako itakuwa. Huwezi ukapata vacation kwenda kuongoza watu. Kwa sababu wewe unapokuwa haupo tu, mambo yanaharibika. Mambo yanavurugika. Unapataje muda wa kupumzika? Na unaongoza watu, na watu bado wanaendelea kuishi, watu wanakufa. Unapataje muda? Watu wanahitaji kila siku. Umeme haupo, maji hakuna, barabara mbovu, vitu hujafanya, unahitaji kuongeza profit, unapataje muda wa kupumzika? Kama kiongozi wa Afrika unapataje muda wa kupata tumbo? Hii ni common sense. Ni common sense guys. Ni common sense. Uongozi ni utumwa. Usiniambie kwa hiyo unataka kama kiongozi ni sisha. Umetaka kuwa kiongozi, tumika kwa ajili ya watu wako. Utapumzika ukisha staff. Legacy yako itakubeba. Na mimi mwenyewe ni kiongozi, kwa hiyo ninajiambia mwenyewe haya maneno. Sikwambii wewe, najiambia mwenyewe na naambia wale wote wenye maono ya kuwa viongozi. Naongea na generation ya sasa hivi ambayo inataka kuwa viongozi. Lazima ujue, lazima software ifahamu uongozi ni nini. Mwelekeo wa kikundi au jamii, ustawi. Sio mwelekeo tu, lakini ustawi wa mwelekeo wao. Lazima mwelekeo uwe ni bora. Kama kiongozi unapoingia, lazima leo iwe tofauti na jana, kesho iwe bora kuliko leo. Ni lazima. As a leader, you have to make sure that today is better than yesterday and tomorrow is better than today. That is what you have to make sure all the time. And you cannot gain weight, you cannot go on a vacation, you cannot rest. You have to work 24/7. You have to. Ni utumwa. Huwezi kulala. Ndio maana unakuta viongozi ambao wanafanya kazi zao, wengine hawamalizi muda wao, wengine wanatoka wakiwa wadhaifu kuliko walivyoingia. Ni mzigo. Uongozi si mtumwa tu, uongozi ni mzigo. Unabeba mizigo ya watu hao wengi. Ngoja nikusomee hapa. Ngoja nikusomee Biblia. Nikusomea Biblia. Haya ni maneno Yesu mwenyewe aliyazungumza. Mathayo 20:28. Ngoja nikusomee. Itakusaidia sana. Mimi role model wangu nilifanya siku moja presentation na niko chuo kikuu. Nikafanya presentation ya kiongozi, na swali moja ambalo niliulizwa, akasema professor aliuliza kwamba nitajie role models wako wewe. Role model wako ni nani? Kwa mimi nipo kwenye darasa nafanya presentation, na hiyo presentation nayo labda nitaishare hapa. Nikasema role model wangu mimi ni Yesu. Role model wangu mimi ni Yesu kwa sababu siwezi kufikia kiwango cha maongozi ya Yesu. Hiyo inanipa mimi shauku ya kila siku kufanya kazi kufikia kile kiwango. Wa kwanza alikuwa ni Yesu, wa pili alikuwa ni baba yangu, alafu wa tatu alikuwa ni MLK, Martin Luther King Jr. Alafu huyo alikuwa ni watatu. Hao ndio role model wangu mimi ambao nilikuwa na watazama. Wakati nipo chuo nikasema, sasa Yesu anasema katika kitabu cha Mathayo
20:28, ili ni andiko tunalifahamu watu wengi sana. Mathayo 20:28 nitakusomea. Anasema kama vile mwana wa Adamu hakuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa uhai wake uwe fidia kwa ajili ya wengi. Mwana wa Adamu ambaye ni Yesu, yeye hakuja kutumikiwa, alikuja kutumika na kutoa uhai wake kwa ajili ya fidia watu wengi. Biblia ya Kiingereza inasema, Amplified Bible, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many, paying the price to set them free from the penalty of sin. Kwa hiyo anasema Yesu alilipia gharama ya hawa watu ambao walikuwa wanawasimamia ili awaweke huru, wawe huru na adhabu ya dhambi zao. Sasa kiongozi ni mtu ambaye anasimama kwa niaba ya watu wengine kulipia gharama zile ambazo wale nao waongoza ilikuwa inabidi walipie. Kwa hiyo kama mimi nina makosa ilikuwa inabidi nilipie gharama, mimi kiongozi nasimama kuchukua makosa yenu na kulipia gharama. Sasa gharama gani? Ndio hiyo gharama ya uhuru, gharama ya muda, gharama hata ya afya wakati mwingine. Sababu haulali wakati, yani ili kwamba wananchi, ili kwamba Afrika iwe salama, walale kwa salama. Maana kwamba kuna watu wanakesha usiku na mchana, nao ni wanajeshi wanalinda nchi zetu za Afrika. Wanakesha, wanashindwa kulala. Wanakesha, wanalinda mipaka. Huo ni uongozi. Ni to serve. Concept ya uongozi wanajeshi wanaelewa vizuri zaidi. Ile ndio concept hakika ya uongozi, kwamba you are there to serve the people. Unaenda kuwatumikia watu. Wengine wamelala, wewe uko macho kuhakikisha kwamba wako salama. Maana ni kwamba basi nadhani viongozi, tukiwa na viongozi kama Wamasai wanaweza wakafanya kazi nzuri zaidi, kwa sababu tunaona walinzi wengi sana wa biashara zetu, wanini tunaweka Wamasai. Hao watu wanajua nini maana ya uongozi. Yaani unamlinda mtu ambaye amelala. Mwingine analala, wewe unalipia gharama ya mtu kula. Yaani mwingine alale awe salama, wewe uwe macho kuhakikisha kwamba yuko salama. Huo ndio uongozi. Ni concept. Angalia walinzi, angalia wanajeshi. Ndio uongozi jinsi ile. Sasa nasema Son of Man, Yesu hakuja kutumikiwa. Hii ni mwana wa Mungu. Lakini siku moja anaondoka, anaenda kuosha miguu ya wanafunzi wake. Petro anasema, wewe huwezi kuniosha mimi miguu. Mimi napaswa nikuoshe wewe, sio wewe unioshe mimi. Yesu anasema, kama ukubali mimi nikuoshe, hauna shirika nami. Unajua kwa nini? Kwa sababu kwa itikadi za Wayahudi miguu ilikuwa ina be considered kwamba ni vitu vichafu kabisa ambavyo havistahili. Kwa sababu walikuwa wanatembea, wana zile viatu kama kobasi, wanatembea usiku na mchana, kwa hiyo ilikuwa ina vumbi kweli kweli. Kwa hiyo ukienda kwa nyumba ya mtu, kwanza unanawa miguu nje, alafu unaingia ndani. Na hiyo nadhani itikadi hata kwa wenzetu Waislamu wanayo hiyo, wanapoingia msikitini utawa wananao, wanatawadha miguu yao nini, yani wanaondoa ule uchafu kabla ya kumface, kabla ya kukutana na Mungu. Sasa walikuwa wanafanya hivyo. Sasa Yesu anaenda the least thing, kitu ambacho hawezi kufanya kiongozi, ni kitu kichafu kinaonekana, watu wanasema hapana, huwezi kunisafisha. Baadaye Petro akakubali, akamsafisha miguu yake. Lakini alikuwa anatufundishaje kwamba bwana, uongozi sio kuwa kwenye nafasi ya juu. Unaweza ukawa upo kwa jina kwenye nafasi ya juu, lakini uongozi ni kuwa chini kabisa. Uongozi ni wewe kuwa voice to the muteless. Kwa watu ambao wamemute, hawana voice, hawatoi, wanakuwa ni voice kwao. Kwa watu ambao wanakosa maisha, wanakuwa ni maisha kwao. Kwa watu ambao wamekosa usalama, unahakikisha usalama unapatikana kwao. Hicho ndio maana halisi ya uongozi. Na ukishindwa, you step down. You step down. Kwa Yesu anatufundisha nini maana ya uongozi na itikadi za uongozi. Si ndivyo jamani? Haya. Sasa nani ni kiongozi wa kweli? Kwa sababu katika uongozi kuna viongozi wa kawaida na kiongozi wa kweli. Sasa a true leader au kiongozi wa kweli hutumikia kabla ya kutumikiwa. Sasa intentionality yangu sio kutumikiwa, ila ni to serve. A leader is there to serve the people. Kuangalia watu wanataka nini na kuwatumikia. Kwa kiongozi, mindset yake yeye, ukombozi wa kifikra wa uongozi Afrika ni kwamba you have to serve before to be served. Inabidi utumike kabla ya kutumikiwa. Kwa sababu kutumikiwa, it is coming by default. Yani watu watakutumikia ukitumika. Watu watakufuata ukifata. Watu watakusherekea ukitimiza. Nakumbuka Daudi alipompiga Goliath, alikuwa ni kijana tu mdogo, alizalaulika hata na mfalme Sauli, lakini akaenda akamtandika Goliath, akamuua. Aliporudi watu wanakuja wana shout his name, akapata influence kubwa kuliko hata rais, kuliko hata mfalme wakati ule Sauli. Kwa nini? Kwa sababu alikwenda kutumika, akamuua Goliath.
watu wakaanza kumtumikia na kumkuza, wanataka awe mfalme kwao. Uongozi una focus on kutumika kabla ya kutumikiwa. Ila viongozi wengi wa Afrika leo, mindset zetu wengi tunataka kutumikiwa. Tunatamani tu, tunafurahi kutembea na ving'ora barabarani, tunatamani kupigiwa saluti wakati wote, tunatamani watu ninapoingia watu wasimame wanisalimie. No, siwezi nikasimama kama wafanye honorary things. Kwa nini nikusimamie? Huku unavuruga mambo. Kwa nini nifanye hivyo? Kwa nini nifanye hivyo huku usalama haupo Afrika? Kwa nini nifanye hivyo? Kwa nini nifanye hivyo huku uchumi unazidi kuyoyoma Afrika? Kwa nini nikusimamie? Kwa nini yani nisimame nikikuona unapita? Kwa nini nikupe saluti huku hakuna kitu ambacho kinahitajika wewe kupata? Yani ile saluti sio tu saluti ambayo inafanywa na wanajeshi au na polisi, hapana. Ile saluti ni heshima. Ni heshima kwamba kiongozi mkuu au huyo mtu mkuu amefanya mambo makuu, anapewa heshima. Hawezi kupata hiyo heshima kama hujafanya vitu vikubwa, haiwezekani. Unatumika kwanza, alafu kutumikiwa how demand, it is coming by default. You don't force, it's just gonna come. Huweka maslahi ya wote mbele ya faida binafsi. Ndio kiongozi. A true leader. Maslahi ya wengine wote unawatazama wengine, hata wewe mwenyewe unajisahau. Ndio maana nikasema siku moja, in fact yani viongozi inabidi waonekane kama watu homeless wanaokaa barabarani. Kwa nini? Una muda gani wa kwenda kufanya shopping Dubai? Una muda gani wa kwenda kufanya shopping Paris? Na wewe ni kiongozi, unaongoza millions of watu. Alafu hao ndio viongozi wengi wa Afrika wanafanya hivyo. Tu wanaenda kwenye shopping huku, wanaenda huku, wengine wanaonyesha kabisa magari, wanaonyesha kabisa nini. Wewe kiongozi, hao magari unaonyesha ni kodi za wananchi. Yani where do you get the guts of showing that? Hizo ni fedha za Waafrika. Unapata guts wapi kuonyesha hicho kitu? Huweka maslahi ya watu mbele kabla ya maslahi yako binafsi. Afrika, nisikie kwa makini sana. Uongozi ni kitu ambacho tunakihitaji. Tubadilishe software, ukombozi wa kifikra. Fikra zetu zikombolewe. Kujua uongozi ni mzigo na uongozi ni utumwa. Kiongozi huwasikiliza watu. Nimekwambia, unajuaje this is the direction? Unawasikiliza watu. Unawekaje hata maono? Umeshafanya research, umeangalia watu wanataka nini, unaonyesha direction. Usikiliza watu. Kama usikilizi watu, wewe sio true leader. Huwalinda walio dhaifu na wanyonge. Kiongozi huwatazama wale walio wanyonge na dhaifu na kutaka kuwainua, sio kuwaacha chini na kuangalia watu waliojua. Hapana. Uongozi ni kuwatazama walio dhaifu, kwa sababu moyo wako unaumia. Hautafuti matakwa yako binafsi, unataka matakwa ya watu wote. Kwa hiyo mtu akiumia, moyo wako unaumia. Kwa nini watu ninaowaongoza wanaumia? Kwa nini Afrika inateseka? Kwa nini umasikini unaua watu? Kwa nini watu hawana maji safi? Kwa nini watu wanateseka, wana chakula safi? Unaumia na unataka kuwainua hawa watu wanyonge. Huongoza kwa mfano, uadilifu na kujitoa muhanga. Huongozi ni kuongoza kwa mfano. Husemi tu vitu, unaonyesha vitu vinafanyeje. Kwa uadilifu, kwamba unafanya kila kitu kwa moyo wako wote, kwa ukamilifu, kwa utimilifu na kwa uaminifu. Ya mwisho ambayo ni kubwa sana, unajitoa muhanga. Uwe tayari hata kupoteza maisha kwa ajili ya ulinzi ya watu nao waongoza. Lakini viongozi wengi wa Afrika hii leo wako tayari kulinda maisha yao na kupoteza maisha ya watu wengine. Wamepoteza sifa ya kuwa kiongozi wa kweli. Wajenga wengine badala ya kuwatumia. Kiongozi wa kweli anawajenga watu badala ya kuwatumia. Unaumwa kwenye siasa, nikasema wanasiasa wenyewe wanaona wapiga kura, wanaona numbers, hawaoni watu. Wanataka hivi, yani wanawatumia watu. Lakini kiongozi anatumikia watu, anawajenga wengine badala ya kuwatumia. Ni mwiko kuwatumia. Kiongozi wa kweli hawezi kuwatumia watu. Uongozi si kuhusu cheo au madaraka, ni kuhusu wajibu, huduma na athari. Uongozi, it's about responsibility, service and impact. That is all about leadership. Leadership is not about power, it's not about the title. That is about responsibility, service and impact. Bringing about impact, bringing about change, transforming things, changing things, kubadilisha mambo. Mambo yalikuwa yanaenda mrama, yanakaa sawa. Kulikuwa kuna amani, kuna amani. Kulikuwa kuna nini, vitu kinatokea. Faida ilikuwa ipatikani kubwa, faida inatokea kubwa. Uchumi ulikuwa unayoma, uchumi unakaa sawa. Huo ndio uongozi. Ukiona vitu vinashuka chini, ni leadership tatizo. Kila mmoja katika
nyanja yake. Sasa a leader, kwa kifupi, kiongozi ni nani? Kiongozi ni mtu anayetumia nafasi yake, mtu anayetumia nafasi aliyokirimiwa, aliyopewa, vipawa vyake, uwezo na ushawishi wake kuinua wengine na kuwaongoza kuelekea yaliyo sahihi na mema. Kwa hiyo unatumia nafasi uliyopewa ambayo watu wamekupa ridhaa, unatumia kipawa chako, talanta yako ulionayo, unatumia ushawishi wako ulionao, influence. Leadership is all about influence. Unatumia hiyo influence kwa ajili ya kuwainua watu wengine kutoka katika mazingira waliokuwepo kwenda katika mazingira yaliyo bora. Nimesema leadership is all about changing today to be a little bit better than yesterday and tomorrow to be better than today. Huo ndio uongozi. Kwa hiyo na kiongozi ni mtu anayetumia nafasi yake, vipawa vyake na ushawishi wake kuinua wengine na kuwaelekeza kuelekea yaliyo sahihi na mema. Nimekwisha kusema. Kwa hiyo a leader au kiongozi huweka maono yaliyo wazi. Maono yaliyo wazi kabisa anaonyesha hapa ndiko tutakakoenda, tutaanzia hapa, tutafika hapa na matokeo yatakuwa haya. Huyo ni kiongozi. Hutenda kwa uadilifu na uwajibikaji. Nimesha kusema huwawezesha wengine kukua na kufanikiwa. Nimeshasema hufanya maamuzi kwa manufaa ya wengi, sio kwa manufaa yake yeye binafsi. Huongoza kwa mfano na si kwa kulazimishwa. Kwa hiyo uongozi wa kweli haupimwi kwa mamlaka bali kwa maisha unayoyabadilisha. I love this, guys. You can write it down. The true leadership is measured not by authority or by power, but by the lives it transform. Huo ndio true leadership. Kwa tunataka kujua kwamba uongozi wako ni true leadership au fake leadership. Tunaangalia maisha mangapi yamekuwa transformed, maisha mangapi yamekuwa yamebadilishwa, maisha mangapi yamekuwa better. Haya maisha yalikuwa mabovu yamekuwa better. Kwa hiyo tukiona hicho ndio tunajua kwamba this is the true leadership, because the true leadership is measured not by authority or power but by how many lives have been transformed. That is true leadership. Kwa hiyo uongozi nimeshasema vitu vingine. Hulenga kuwaongoza watu kuelekea maono ya pamoja. Maono ya pamoja ni haya, tunaelekea huku, na kiongozi anaonyesha njia, anawaendesha. Uongozi huendeshwa na kusudi. Tunakuja tena kwenye kusudi. Video yangu ya kwanza nimezungumza kuhusu kusudi la Tanzania, in general kusudi la Afrika na kusudi la mtu binafsi. Kwa hiyo huendeshwa na kusudi. Lazima kama kiongozi ujue why are you there? Maswali matano. Who are you? Where are you from? Why are you here? What can you do? And where are you going? These are 5 important questions every human being is supposed to answer. Kwa hiyo hili kusudi, uongozi unaongozwa na kusudi, kujua kwa nini uko pale kama kiongozi. Wewe umechaguliwa kuwa kiongozi wa sehemu fulani. Lazima ujiulize, kwa nini niko hapa? Yule aliyenichagua anataka nifanye nini? Hii nimeipata kutoka babangu wa kiroho, Pastor Fred Msungu. Anafundisha, anasema kwamba ukishachaguliwa au kuteuliwa kukaa katika sehemu fulani, jambo la kwanza usiende kufanya kile unachokitaka. No, muangalie yule aliyokuchagua, ujue anataka afanye nini. Yaani amekuweka pale ili ufanye nini. Angalia kwanza hapo. Ukishafahamu hilo, sasa unatembea katika ile template huku ukiongeza talanta yako, ushawishi wako, uwezo wako katika kutimiza kile ulichowekwa ufanye kwa ubora zaidi. Kwa hiyo sasa kama wewe ni kiongozi wa watu, manake watu wamekuweka, unaangalia watu wanataka nini. Hauendi kufanya kile unachokitaka, na unaangalia watu wanataka nini. Baada ya kuona hivyo, basi unaenda kufanya kile watu wanachokitaka. Kwa sababu uongozi wa sehemu kama serikali na nchi, bosi wa hawa viongozi ni wananchi. Wananchi ndio mabosi. Wa Afrika ndio mabosi juu ya viongozi wao. Kwa hiyo unaangalia wanataka wewe ufanye nini. Kwa hiyo the true leadership is being driven by the purpose. Inaendeshwa na maadili. Maadili ni values. Maadili yetu hayabadiliki. Ndio hata hizo agenda za LGBTQ zinapokuja kwenye nchi zetu, tunasema no, haya sio maadili yetu ya Waafrika, haya sio maadili yetu ya Watanzania, haya si maadili, hatukubali, hatutaki. Haya ni maadili, na huu ni uongozi thabiti. Lazima tu na uwezo wa kusema hapana. Haijalishi utapoteza nini, lazima tu na uwezo wa kusema hapana. Hapana ni hapana, ndio ni ndio. Just like that. It has to come a time where we can stand and say no to things like that. Na matokeo chanya. Unaongozwa na matokeo chanya. Unaendeshwa na matokeo chanya. Na msukumo wa uongozi ni kwamba nitawahudumieje watu, nitawawezeshaje watu, nitawaendelezaje watu, na kuwasogeza vipi mbele. How can I serve better? That is the motivation of leadership.
Yani wewe kama ni kiongozi wa mahali popote pale, jiulize leo, how can I serve better? Unauliza, unasema mimi ni kumente, hapa ndio nakupa mentorship. How can you serve better? Hilo ni swali kila kiongozi lazima ajiulize, how can I serve better? Wale watu ambao Mungu amenipa ni waongozi, ninawezaje nikawaendelezaje mbele? Pale nipo wakuta nikawapeleka mahali fulani mbele kidogo, ninawezaje nikabadilisha maisha yao? Mara nyingi watu huonekana kama washirika na wafuasi na watu binafsi wenye uwezo katika uongozi. Sasa kwenye siasa nilisema watu wanaonekana tu kama namba, kama wapiga kula, ila huku huonekana kama washirika, kwamba wewe ni sehemu yangu, wewe ni mtu wangu, wewe ni bosi wangu, wewe umenichagua, umenipa ridhaa ya kukuongoza. Hivi nafahamu maana uongozi, yani kwamba mtu, yani mimi ninakupa ridhaa wewe ya kuniongoza, kwamba nimeona wewe unafaa kuniongoza, simama pale. Mimi ningeweza kukaa, lakini naona wewe kwa sasa hivi unafaa kuniongoza, hebu kaa pale uniongoze. Huo ndio uongozi. Sasa unakaije pale na kufanya matoka yako wenyewe huku, mimi ndio niyekuweka pale? Mambo ya ajabu kabisa. Uongozi, true leadership ina focus katika muda mrefu, yani urithi, mifumo imara na uendelevu. Ndio maana nikasema Afrika lazima tufike hatua ambayo tuna maono ya miaka mingi. Nikatoa mfano, wakati nipo Dubai miaka 3 iliyopita, nikaona vision ya Dubai miaka 1000 inayokuja wanayo, miaka 500 inayokuja wanayo. Dubai ya sasa ni Dubai ambayo ilishaonwa zaidi ya miaka 100 iliyopita. Sasa ukisoma vitabu vya wale waanzilishi utaona jinsi walivyofanya. Kwa hiyo Afrika lazima tufike hatua tuanze kuwaza kuhusu miaka 500 baadaye tunataka Afrika iweje. Matokeo ya leo, Afrika leo ilipo, ndio uwezo wa kufikiri ya viongozi wetu waliopita walipoivision na Afrika, ndio tuko hapa. So today, tunataka Afrika iwe hapa tulipo leo miaka 100 baadaye? Tunafanya nini leo kuhakikisha kwamba tupo pale mahali ambapo tunatamani kuwepo? Lakini pia katika uongozi hujengwa na uadilifu, uwajibikaji na ujasiri wa kimaadili. Kama wewe sio mwadilifu, kama wewe sio mwajibikaji, kama wewe hauna maadili, haufai kuwa kiongozi. Haufai. Leo Afrika hatuchagui viongozi, tunachagua watu ambao wanaweza kusema yes, ndio kwetu. Hatuchagui viongozi ambao wanaweza akaenda na kufanya na kuleta mabadiliko chanya kwenye bara letu. Ni mara chache sana tunaona hizo mianya, mara chache sana tunaona hizo moves. Lakini wakati wa sisi wa Afrika kufanya maamuzi ambayo yataleta mabadiliko yaliyo chanya katika Afrika. Huyu mtu ni mwadilifu? Huyu mtu ni mwajibikaji? Kiongozi ni lazima, kwa mtazamo wangu mimi, lazima usifanye tu kile unachoambiwa. Yaani ufanye kile unachoambiwa na zaidi. Sio, unanielewa? Kama mimi ukiniambia leo nataka uandike peji 1 ya kitabu, mimi nitaandika peji 3. Taandika peji 3. Kwa nini? Kwa sababu kama nina uwezo wa kuandika 3, kwa nini niandike 1? Na kama hicho ndio kitanisababisha mimi wewe usiniamini mimi kuwa kiongozi, ni sawa, acha iwe, lakini nimekuja kufanya sehemu yangu. Nimepewa nafasi, nimefanya kila ambacho nilitoa kufanya na zaidi, sidaiwi. Lazima tufike hata, unajua, na naomba niseme kitu hapa. Afrika nimeona hii mtindo mara nyingi sana kwenye nchi nyingi ambazo nimetembea. Nimeona kwamba kiongozi ukishakuwa una perform zaidi, unaweza ukapata hati za kutolewa kwa sababu una perform zaidi. Kwa nini? Kwa sababu hutakiwi kufunika yule aliyokuweka. Sana fahamu kwamba kwa hali ya kawaida, kama mimi kiongozi natamani ufanye, lakini natamani mimi ni shine kuliko wewe, hiyo nafahamu, na mimi ni mwanadamu, naelewa. Lakini jamani, kama uongozi, kama mstakabali wetu ni taifa liende mbele, Afrika iende mbele, kuna ubaya gani kama mtu akifanya zaidi ya kila ambacho mimi nataka afanye kwa ubora, matokeo yakawa ni zaidi? Kuna ubaya gani? Kwa sababu sifa at the end of the day zitaenda kwa hao viongozi. Kama ni African Union zitaenda kwao, kama ni viongozi wa nchi zitaenda kwao. Kwa perform as much as you can. Kama hiyo nafasi hautaipata tena, kwamba leo ni siku ya mwisho, na uwe jasiri katika kufanya hivyo. Lakini uongozi pia hubadilisha watu, utamaduni na mwelekeo. Uongozi, hizi philosophy, haya matendo na nini, yanabadilisha watu, yanabadilisha utamaduni, yanabadilisha mwelekeo wa taifa. Kama ilikuwa linaenda chini, linaanza kupanda juu. Kama ni continent ilikuwa ni masikini, inaanza kuonekana taifa. Kwa nini? Kwa sababu viongozi wake ni matajiri. Uongozi unauliza maswali kama haya: tunaelekea wapi na tutafikaje pamoja? Where are we going together? How are we gonna get there?
Ndio uongozi. Where are we going? Where? Destination. How are we going to get there? What can you do, the potential? Na hizi ni uongozi. Unasema kuwa kiongozi bila kushika nafasi yoyote ya kisiasa. Unaweza kuwa kiongozi bila kushika nafasi ya kisiasa. Sababu unazungumza kuhusu uongozi, watu wengi wanafikiria kuhusu siasa. No. Kwanza kabisa wewe mwenyewe ni kiongozi wa maisha yako mwenyewe. Maisha yako unayaongoza. Kwa una uwezo kuwa kiongozi bila kushika nafasi yoyote ya kisiasa. Na nikasema hii kwenye episode iliyopita kwamba the greatest nations and organizations and countries suffer from lack of leadership, not lack of politics. Watu wengi duniani ni kama ile statement ya kwanza, everything rises and falls on leadership. Kila kitu kinasimama na kushuka kwa sababu ya uongozi. Jamani, huu ndio uongozi na huyu ndio kiongozi. Sasa wewe unaweza ukawa unajitathmini. Unaweza ukawa ninapozungumza hivi ulikuwa unamfikiria mtu fulani. Lakini achana na hiyo mindset ya kumfikiria mtu fulani, jifikirie wewe. Kwa sababu hii message ni kwa ajili ya kila mmoja anayeangalia. Achana kumfikiria mtu fulani, jifikirie wewe. Je, wewe ni kiongozi? Okay, kama ni kiongozi, je, wewe ni kiongozi wa kweli? Are you a true leader? Hao watu uliopewa dhamana ya kuwaongoza, je, unawatumikia au unatafuta vitu kutoka kwao? Unatumika? Je, upo tayari kujitoa maisha yako kwa ajili ya wao? Je, upo tayari kulala sleepless night every single day kwa ajili yao? Uko tayari kutokwenda vacation ili wao wakae salama? Uko tayari kujitoa? Uko tayari kupoteza haki zako? Uko tayari kupoteza uhuru wako ili wao wao huru? Uko tayari kupoteza fedha zako ili wao wao na fedha? Uko tayari kupoteza usingizi wako ili wao walale usingizi? Uko tayari kupoteza haki zako za msingi ili wao wapate haki zao za msingi? Uko tayari? Je, wewe ni kiongozi? Uongozi ni mzigo? Uongozi ni utumwa. Kwa hiyo tujifanyie tathmini sasa kila mmoja wetu. Alafu tutajua ni nini cha kufanya. Episode inayofuata nitazungumza kuhusu servant leadership. Tumezungumza kuhusu uongozi, tumezungumza kuhusu true leadership, lakini sasa tunaenda kuzungumza kuhusu servant leadership. Kitu ambacho ni concept kubwa sana mimi nimejifunza kutoka kwa Bwana wangu Yesu Kristo. Na bado naendelea kujifunza. Na baba yangu kiroho ananifundisha kuhusu servant leadership. Naendelea kujifunza, kujua kwamba ni kwa namna gani wewe katika marketplace pale ulipo, kazini, popote, je, mindset yako ikoje kwa ajili ya uongozi wa kutumika? Niambie kwenye comment section umejifunza nini leo. Na haya sio kila kitu ambayo nimesema, ni summary tu, na rasha tu, lakini wewe unavyoendelea comment na kuniambia vitu kwenye comment section, unaweza ukanipa idea kwamba okay, tuchukue sasa engo gani kwenda ndani zaidi. Lakini the next topic is gonna be servant leadership. God bless you. Niambie kwenye comment section nini unaelewa, nini umeelewa, na nini unatamani. Kama una swali niulize kwenye comment section. Lakini kwa kumaliza kabisa niseme viongozi tujitathmini, na kila mtu ni kiongozi wa maisha yake, na uongozi unaanza chini kabisa. Kama ingekuwa ni pendekezo langu, kuanzia sasa somo la uongozi lifundishwe kutoka kindergarten. Sio, unanielewa? Kutoka chekechea uongozi ufundishwe. Tena sio tu wa maneno theoretically, no, practically. Toka chekechea, primary school, middle school, high school, universities. Somo la uongozi liwe kama somo la civics, liwe kama somo la uraia, somo la uzalendo, la uongozi. Yani hivi vitu vifundishwe toka watu wanakuwa wadogo, kwa sababu uongozi unaanza kutengenezwa toka wakiwa watu wadogo. Mimi unaoniona leo, nimekuambia mwanzoni, ni matokeo ya kutengenezwa wakati toka nimekuwa mdogo. Na Mungu kwa neema za Mungu na hekima za Mungu zipitazo hekima zote, zinaendelea kunifundisha kupitia neno lake, Biblia. Jamani, Mungu awabariki sana. Nitawaona next time. God bless you.